Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo, na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu. Ulipo rafiki msikilizaji, natumai kwamba mzima tayari kulipokea neno la Mungu lililo uzima wetu. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 27 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo mtakatifu, tukianzia kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya 50. Yaliyomo kwenye somo letu ni kuhusu mambo yaliyotangulia kabla ya kusulubiwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sura hii yatufikisha katika kilele cha lengo ya Injili au habari njema, ambayo ni kusulubiwa kwa Yesu na ufufuo wake. Mtume Paulo katika barua yake ya kwanza kwa wale wa Korintho asema hivi kwenye sura ya 15 aya ya 3: kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Na sasa hili ambalo Paulo aliandika kuhusu baadaye ndilo twalifikia katika mafundisho yetu. Mathayo kama waandishi wengine wa Injili haneni au kutupa habari kamili jinsi Kristo alivyosulubiwa, ila fahamu hili kwamba Kristo alisulubiwa, na nikana kwamba Mungu alitandaza giza kuhusu jambo hili kwa hayo masaa 3 aliyokuwa katika uchungu wa mateso yale. Iwapo wataka picha kamili ya kusulubiwa kwa Yesu, mwanga twaupata kwenye sura ya 53 ya kitabu cha nabii Isaya. Hata hivyo ni vigumu kuelewa na kufahamu kina na hali ya Mwokozi wetu jinsi ilivyokuwa wakati ule. Ni vyema tena muhimu kwetu kujua kwamba Kristo Mwokozi wetu alisulubishwa kwa ajili yetu. Sura hii ya 27 yaanza kwa asubuhi ile iliyofuatia baada ya Yesu kukamatwa kwenye bustani ya Gethsemane. Tayari kuhani mkuu ambaye jina lake ni Kayafa pamoja na makuhani na wazee wa watu walikuwa wamesikia hilo alilonena kujihusu, wakampiga. Naye Petro ambaye alikuwa amemfuata kwa umbali tayari alikuwa amemkana. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza latuambia hivi: na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua.
Mashtaka ya watu hawa, kama vile wafahamu, yalikuwa ya kusingizia tu, nao watachukua kesi hiyo hadi kwa utawala wa Kirumi. Aya ya 2 yasema hivi: wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Huyu Pilato aliyekuwa liwali au gavana ukipenda, makao yake makuu yalikuwa kule Kaisaria, na pale Yerusalemu alikuwa na jumba lake la utawala. Sababu yake kuwepo kule ni kwa kuwa kwenye siku kuu Wayahudi walikuwepo wengi, na ghasia hazikuwa budi kuzuka miongoni mwao. Aya ya 3 yasema hivi: kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Katika kila hali Yesu alikuwepo Yuda alipoingia mbele ya wakuu wa makuhani na wazee walipokuwa wakimchukua kwa Pilato. La kushangaza ni kwamba Yuda hakumgeukia Yesu na kumwomba msamaha, badala yake alinena kwa hao wakuu wa makuhani pekee. Na kwenye aya ya 4 hivi ndivyo wale wakuu wa makuhani walivyomjibu. Wakasema, basi haya yatupasani sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Kwa maneno mengine, walimwambia kwamba alikuwa amefanya kazi yake, nayo yatosha. Tayari walimlipa kwa kazi ile, nao hawakuwa na haja naye tena. Yuda aliposikia maneno hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 5: akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Mtu huyu, ndugu msikilizaji, iwapo angelimrudia Bwana Yesu kwa toba, bila shaka angelipata msamaha, lakini kwa majuto alikosa kumwendea Bwana, na mwisho wake alijinyonga na kujiua. Hakika fedha za damu ujapozipokea kwa furaha, fahamu kwamba kuna siku ambayo utahukumiwa. Aya ya 6 hadi 8 yaendelea kwa kutuambia hivi: wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduki ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzikia wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Waweza kushangaa, rafiki yangu, kwa hali ya udini waliokuwa nayo watu hawa ambao ni wakuu wa makuhani. Baada ya kutenda hila na kujiandaa kumua mtu asiye na hatia, wazungumza kuhusu hilo ambalo si sawa kutenda katika hekalu. Uamuzi wao ulitimiza maandiko, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 9 na 10 inayosema hivi: ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi, kama Bwana alivyoniagiza. Unabii huu ambao neno la Bwana lanena kuhusu wapatikana kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 18 aya ya 1 hadi 4, kisha kwenye kile kitabu cha nabii Zekaria sura ya 11 aya ya 12 na 13. Muhimu katika hili ambalo twaliona hapa, msikilizaji, ni kwamba Yesu alikuwepo wakati Yuda alipovirudisha hivyo vipande 30 vya fedha. Saa yake ilikuwa imekaribia, naye alikuwa uelekea msalaba kufa kwa ajili ya dhambi zetu na pia za Yuda aliyemsaliti. Yuda alikosa kumwomba Bwana msamaha hata wakati huo. Angelimwomba msamaha, bila shaka angelipokea msamaha kutoka kwa Bwana, ambaye neno la Mungu latuambia kwamba ni mwingi wa rehema na neema. Kwenye aya ya 11 neno la Mungu lasema hivi: naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Kile ambacho wakuu wa makuhani walitaka sana ni kumwondosha Yesu kwa kumwangamiza. Hili ni kwa hilo walilosema kwamba alikufuru. Wakumbuka hili ya kuwa kuhani mkuu alimwapisha Yesu kwa jina la Mungu iwapo yeye ni mwana wa Mungu, naye Yesu alijibu na kusema ndiyo. Aliendelea kusema kwamba watamuona yeye mwana wa Adamu akiketi kwenye mkono wa kuume wa nguvu, akija kwa mawingu ya mbinguni. Kwa Wayahudi hayo aliyoyasema Yesu yalikuwa ni makufuru, nao wangelimpiga mawe hadi kufa wakati ule, lakini utawala wa Kirumi haukuwaruhusu kufanya hivyo. Kwa hivyo waliamua kumchukua hadi kwa Pilato kwa shtaka ambalo lina msingi katika sheria za Kirumi. Uhaini ni kosa ambalo
Utawala wa Kirumi haungelivumilia hata kidogo, na kwa hilo ndilo ambalo walimshtaki Yesu. Jibu la Yesu kwa liwali lilikuwa hili: wewe wasema, au ni kama vile umesema. Aya ya 12 hadi 16, haya ndiyo twayapata. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, husikii mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja, hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliomtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba mashtaka waliokuwa nao adui zake Kristo zilikuwa kwenye msingi wa uongo, naye Bwana hakushughulika kuwajibu hata kidogo. Yeye, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 7, ni mwana kondoo wa Mungu anyamazaye mbele yao wakatao manyoya yake. Pilato aliyekuwa liwali wakati ule alifahamu kwamba wakuu wa makuhani hawakuwa na msingi wa kuagiza Yesu auliwe. Hii ni kwa kuwa Yesu hakuwa amechochea ghasia au kuasi dhidi ya utawala huo. Wengine walikuwa wamefanya hivyo, lakini Yesu hakuwa na hatia yoyote ile. Pilato alikuwa na shida ya kutatua, naye akifuata desturi yake ya kumfungua mfungwa mmoja, alifikiri kwamba katika sikukuu hii ya Pasaka umati utamwomba awafungulie Yesu aitwaye Kristo, maana hakuwa na hatia. Hebu sikia jinsi mambo yalivyojiri tunaposoma kwenye aya ya 17 hadi 19. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au yule Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Kama vile nilitangulia kusema, Pilato alifikiri kwamba umati utaomba Kristo afunguliwe, kwa sababu utofauti uliopo kati yake na Baraba ulikuwa mkubwa mno. Liwali huyu alikuwa mwanasiasa mjanja. Alijua lile lililokuwa likiendelea, na alikuwa na uhakika kwamba umati utauliza kusulubiwa kwa Baraba na kuokolewa kwa Yesu. Njia hii aliiona kuwa itamwepusha na hukumu yoyote ile au kumwokoa katika sifa yake. Mke wake yule liwali, ijapokuwa hatuna habari kumuhusu, alituma ujumbe wa kumwonya mumewe asiwe na lolote kumuhusu huyo mtu mwenye haki. Nayo aya ya 20 yasema hivi: nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Kwa mara nyingine tena twaona hila ya wakuu wa makuhani na wazee. Wao walishawishi mkutano kumtaka Baraba ili lengo lao la kumwangamiza Yesu litimie. Ndiposa kwenye aya ya 21 twapata maneno yafuatayo: basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema Baraba. Pilato akasema, nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubishwe. Pilato alipigwa butwaa kwa hilo alilodhani kwamba ni uwerevu wa kumwokoa mtu asiye na hatia yoyote. Hakujua kwamba dini haikuwa tena na maadili mema. Tazama, hakimu wa Kirumi auliza mkutano afanyeje na mfungwa. Pilato ndiye hakimu, naye ahitaji mwenyewe kufanya uamuzi na sio umati kumsaidia. Yohana kwenye Injili yake andika na kusema kwamba Pilato alimwagiza Yesu mara kadhaa katika behewa lake na kunena naye, lakini Yesu hakujitetea hata kidogo. Kwa kuwa joto lilikuwa limempanda Pilato, hakuwa na lingine ila kuuliza swali alilouliza, naam, atende nini na Yesu aitwaye Kristo? Swali hili ndilo pia wahitaji kujibu, msikilizaji. Wataka vipi na Yesu? Mkutano ule ulisema asulubishwe, lakini wewe wasemaje? Nitakuuliza uendelee kutafakari hilo tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 23 na 24. Neno la Mungu lasema hivi: akasema, kwani ni ubaya gani alioutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa haifai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatwaa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Licha ya Pilato kutenda hili na hata kuosha mikono yake mbele ya mkutano,
na kusema ya kuwa hana hatia kwa damu ya mtu huyu mwenye haki, haikuwa rahisi kwake hata kidogo. Ilikuwa ni lazima kufanya uamuzi kama ilivyo kwa kila mtu binafsi. Pamoja na hili, historia yashuhudia kwamba Yesu alisulubiwa katika uongozi au uliwali wa Pontio Pilato. Damu ya Yesu ilikuwa kwenye mikono yake, haijalishi aliosha mikono yake kivipi. Kwenye aya ya 25 hadi 29, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake wakimdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Rafiki yangu, yahuzunisha kwamba hivyo ndivyo yalivyokuwa mambo. Pilato aliyehitajika kujua vema aliamua kumhukumu huyo asiye na hatia kwa sababu ya mkutano ule, ili nafasi yake kama liwali isiwe hatarini. Nao wale askari walikuwa huru kufanya lolote wapendalo kwa huyo mwana wa Mungu. Alifanyika kitu cha kuchezea wakati ule. Ndugu yangu, iwapo wewe wahifadhi nafasi yako kwa kumkana Yesu, basi wewe usawa na hawa ambao twasoma habari zao. Ombi langu ni kwamba utasimama wima kwa hilo ambalo waliamini. Tunapoendelea kwenye aya ya 30, neno la Mungu lasema hivi: kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga-piga kichwani. Kwa sababu walijua kwamba Yesu ni lazima afe, askari walifanya ujeuri kwake na kumuumiza kama vile walipenda wenyewe. Hili ni thibitisho la hilo ambalo lipo kwenye sura ya 52 aya ya 14, inayonena habari zake Kristo kwenye hicho kitabu cha nabii Isaya. Sehemu hiyo yasema hivi: kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Hivyo ndivyo walivyomfanya Bwana wetu. Kwenye aya ya 31 na 32, neno hili latuambia hivi: walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Maandiko haya yatufahamisha jinsi Bwana Yesu alivyodhihakiwa na kuumizwa na watu wale. Kutokana na mateso yake kwa mikono ya wale askari, uwezo wa kuubeba msalaba hakuwa nao. Ilibidi askari kumshurutisha huyo Simoni Mkirene abebe msalaba wa Yesu. Halafu aya ya 33 hadi 36, neno la Mungu lasema hivi: na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu wakapiga kura. Wakaketi wakamlinda huko. Mengi yaliyotendeka katika maisha ya Yesu wakati huo wa kusulubishwa kwake yalikuwa utimilifu wa neno la Mungu kwa vinywa vya manabii wake. Hii ni kama vile kwenye Zaburi ya 69 aya ya 21 inayonena kuhusu kinywaji walichompa wale askari. Unabii uliotimia pia ni ule unaopatikana kwenye Zaburi ya 22 aya ya 18. Baada ya kutenda maovu kama yale, neno la Mungu lasema kwamba walikaa hapo na kumtazama na kumlinda huko. Msikilizaji, iwapo wataka kuona uhasama wa mwanadamu, ndiyo huu hapa. Aya ya 37 hadi 40 yasema hivi: wakaweka juu ya kichwa chake mashitaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo, wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa-tikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Huenda kwa utawala wa Kirumi, maandishi haya yalikuwa ya dhihaka kwa Wayahudi, na kwa wale Wayahudi waliona mtu aliyejitakia ufalme usiokuwa wake. Wote hawakujua kwamba
yeye si mfalme tu wa Wayahudi, bali ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Walimtukana na kumnena vibaya, lakini kwa kuwa yeye ni mwana wa Mungu, hangeliweza kutelemka ili wamwamini. Na ndivyo ilivyo hata leo. Utachagua kumwamini jinsi wasikia neno hili au kumkana. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye ile aya ya 41 hadi 43, haya ndiyo tuendelea kuyapata. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na amuokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Utasamehewa msikilizaji kufikiri kwamba baada ya kufanikiwa kumsulubisha Yesu, basi hao wakuu wa makuhani pamoja na wenzao waliokuwa na uchungu naye watamwacha afe kwa amani. La, wao wapo hapo wakimdhihaki, maana hakuwa amekufa bado. Maneno walioyasema yalikuwa na kweli, maana aliwaokoa wengine, naye mwenyewe hawezi kujiokoa. Hilo ni kwa msingi kwamba iwapo mwanadamu atapokea wokovu, ilikuwa ni lazima Kristo akufie mahali pale, na wala asijiokoe mwenyewe. Si kwamba hakuwa na uwezo wa kutoka mahali pale, na kama angelitelemka na kutoka pale, ni lazima kila mmoja wetu, ndugu msikilizaji, tungelikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kristo alichukua dhambi zetu, ndiposa alikufa pale msalabani. Kwa kweli alitupenda upeo. Kwa habari ya hao wakuwa makuhani kumwamini Kristo, siamini kwamba wangelifanya hivyo, lakini ni wazi ya kwamba kila mmoja wao alifahamu kuwa Yesu alisema kwa uwazi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo hawakuwa na udhuru wowote ule kuhusu hilo ambalo alikuwa amenena, maana mioyo yao ilikuwa imejaa kutokuamini. Habari gani wale wanyang'anyi? Neno la Mungu latupa habari zifuatazo kwenye aya ya 44. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshtumu vilevile. Mathayo atufahamisha habari ya wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye. Wao waliungana na wakuu wa makuhani kumdhihaki. Mwandishi huyu hagusi lolote kuhusu mmoja wa wanyang'anyi aliyemgeukia Yesu na kumwamini pale msalabani. Hii ni kwa kuwa ufalme aliokuwa akinena Mathayo utaimarishwa ulimwenguni, lakini kumbuka kwamba yule mnyang'anyi alienda paradiso siku ile. Kisha aya ya 45 yasema hivi: basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa saa 3 asubuhi. Kufikia saa 6 mwanadamu alikuwa ametenda lililompasa kwa habari ya mwana wa Mungu. Saa 6 mchana giza lilitanda juu ya nchi, na ule msalaba ukageuka na kuwa madhabahu, ambapo mwana kondoo wa Mungu alitolewa kama dhabihu kwa ondoleo la dhambi ya mwanadamu. Aya ya 46 yasema haya: na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabaktani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Jibu la swali hili msikilizaji twalipata katika Zaburi ya 22 inayosema hivi: Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Kisha twasoma kwenye aya ya 3 inayosema hivi: nawe mtakatifu. Dhambi zetu msikilizaji, mara zilipotua katika mwili wa Kristo, Mungu aliye mtakatifu hangeliweza kuendelea kumwangalia mwanawe. Ilikuwa ni lazima kwa mwokozi kuuliwa iwapo dhambi zetu zitaondolewa. Nami namshukuru Mungu kwamba hilo ndilo lilitendeka. Aya ya 47 na 48, hivi ndivyo neno la Mungu linavyotwambia: na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Hili lilitendeka kwa nini? Yote haya, rafiki msikilizaji, yalitendeka ili maneno ya unabii utimie. Unabii huu upo kwenye Zaburi ya 69 aya ya 21. Na baada ya tukio hilo, neno la Mungu kwenye aya ya 49 na 50 latujulisha hivi: wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Ndugu msikilizaji, elewa kwamba
Yesu mwenyewe ndiye aliitoa roho yake, hakushurutishwa au kufa kama vile sisi ukazania pumzi hiyo ya mwisho. La, yeye ni mchungaji mwema aliyetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo ambao ni wewe nami. Jina lake lihimidiwe milele hata milele. Amina. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili wewe Mungu, na katika hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo, tuona ya kwamba ulitupenda upeo. Kwa kweli matendo yako yapita fahamu, wala hakuna anayeweza kuyaona wazi isipokuwa umfunulie. Nasi twafurahi kwa sababu umetufunulia neema yako na upendo wako kwa kujifunza kuhusu yote yaliyompata Yesu Kristo, ili tupatanishwe nawe. Naomba ya kuwa utatuwezesha kutii hayo ambayo Kristo ametuagiza, kwani hakuna upendo mwingine tunaoweza kudhihirisha kwamba twampenda Kristo ila kwa kuzishika amri zake. Hili najua kwamba ndilo utatusaidia kutenda, maana lipo katika mapenzi yako. Zaidi tusaidie siku zote kujua kwamba gharama ya wokovu wetu ilikuwa ghali mno, maana ilimgharimu mwanao. Hili naomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, umefahamu kuwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alilipa gharama kuu sana kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hivyo lililo sawa kutenda ni kumtii katika hayo anayo tuagiza. Hapo ndipo upendo wetu kwake utadhihirika waziwazi. Hili utalitenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa kulisoma neno la Mungu kwa moyo wa kutenda maagizo yake kwako. Na kwa hayo na kukaribisha kwenye kipindi kijacho, ili kwa pamoja tujifunze zaidi ya Yesu. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transworld Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu, na kuomba tafadhali tumia hundi au money order na uiandike kwa Transworld Radio Kenya, kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo.